Rais wa Marekani Donald Trump amesema hatoiruhusu Israel kuchukua ukingo wa Magharibi. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Rais Trump amesisitiza hilo halitofanyika. Baadhi ya wanasiasa wenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia wa serikali ya Israel wametaka Israeli kutanua maeneo ya Palestina wanaoyakalia kimabavu baada ya Uingereza, Ufaransa na nchi nyingine kutangaza kuitambua rasmi Palestina kama taifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kutoruhusu kuwepo kwa taifa huru la Palestina. Aliyekuwa mkuu wa shirika la upelelezi la Marekani FBI James Comey ameshtakiwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa bunge la Marekani na kuzuia haki kutendeka. Rais Trump alimfuta kazi bwana Comey mnamo mwaka 2017, muda mfupi tu baada ya kuthibitika kuwa rais huyo alikuwa anachunguzwa kuhusiana na madai kuwa Urusi iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Inaaminika kuwa mashtaka dhidi ya Comey yanahusiana na ushahidi aliotoa mbele ya kamati ya baraza la Senate la masuala ya sheria, ambapo alikanusha madai kuwa alifichua kwa vyombo vya habari taarifa nyeti kuhusu namna Urusi iliuingilia uchaguzi wa Marekani. Bwana Comey hata hivyo anasema haogopi mashtaka dhidi yake. I'm not afraid. And I hope you're not either. Siogopi na natumai pia nanyi hamuogopi. Natumai badala yake mnajihusisha, mnatilia maanani na mtapiga kura kwa dhati. Nafsi yangu inasikitika kwa jinsi hali ilivyo katika mfumo wa idara ya mahakama, lakini sina hatia, na kwa hivyo wacha tuwe na kesi na tuwe na imani. So let's have a trial and keep the faith. Rais Donald Trump amesaini agizo la rais ambalo linatoa idhini kwa shughuli za mtandao wa kijamii wa TikTok kukabidhiwa kwa kundi la wawekezaji, miongoni mwao akiwa bilionea wa Marekani Larry Ellison. Haijabainika wazi kiasi gani wawekezaji hao watawalipa wamiliki wa TikTok, lakini inakadiriwa kuwa ni hadi dola bilioni 14. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema uuzaji huo utalinda data za Wamarekani wanaotumia TikTok. Polisi nchini Kenya wamewakamata vijana wawili kwa kosa la kuidharau bendera ya taifa katika mechi ya soka kati ya klabu ya Kenya ya polisi na Somalia iliyofanyika Jumamosi iliyopita. Vijana hao wanaoaminika kuwa mashabiki wa Mogadishu FC walionekana wakiitupa chini bendera ya Kenya na kisha kuikanyaga. Baadhi ya Wakenya walielezea ghadhabu yao mtandaoni kuhusu kitendo hicho, wakitaja kuikosea heshima bendera ya taifa na kutaka vijana hao kukamatwa na kuchukuliwa hatua. Siku ya Jumatano wiki hii, balozi wa Somalia nchini Kenya aliomba radhi kuhusiana na kisa hicho, lakini hata naye alilaumiwa kwa kuiweka bendera ya Kenya juu chini wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Na polisi nchini Kenya vile wamesema wameokoa zaidi ya watu 20 waliokuwa wameshawishiwa na magenge ya uhalifu wanaosafirisha watu kinyume na sheria kuwa wanakwenda kufanya kazi Urusi, lakini nia ni kuwatuma kwenda kupigana katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Hii ni BBC. Aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi nchini Marekani na mkosoaji mkubwa wa Rais Donald Trump, James Comey, amefunguliwa mashtaka mawili ya uhalifu, huku Rais Trump akisemekana kwamba anaimarisha kampeni zake za kuwakandamiza wapinzani wake wa kisiasa. Zaidi na Robert Kipto. Mashtaka hayo dhidi ya Comey yamejiri siku chache tu baada ya Rais Donald Trump kutoa wito kwa mkuu wa sheria nchini humo Pam Bondi kuchukua hatua dhidi ya Comey na watu wengine ambao anawakisia kuwa maadui wake, hatua ambayo ni kinyume na maadili kuwa idara ya sheria nchini humo inapaswa kuwa huru kutoka kwa shinikizo zote kutoka kwa mtu yeyote au ikulu ya White House. Comey alifunguliwa mashtaka ya kutoa habari za uongo na kuzuia haki wakati wa uchunguzi wa ikiwa Urusi iliingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 nchini humo, uchaguzi ambao Rais Trump alishinda. Trump amepongeza mashtaka hayo akisema kuwa Comey ni mtu mbaya zaidi katika historia ya taifa hilo. Katika siku za hivi karibuni, Rais Trump ameimarisha juhudi za kuwakandamiza watu wote anaowakisia kuwa maadui wake, lakini mashtaka dhidi ya Comey yamewashangaza watu wengi nchini humo. Ikiwa atapatikana na hatia, Comey huenda akahukumiwa kifungo cha hadi miaka 5 gerezani. Akiongea na waandishi wa habari jana jioni, Trump alikanusha madai ya kuidhinisha mashtaka dhidi ya Comey, licha ya kuwa awali alitangaza kuwa alimteua Lindsey Halligan kuwa mwendesha mashtaka mkuu ili kuwafungulia mashtaka Comey na watu wengine. Kwenye video aliyochapisha kwenye mtandao wa kijamii, Comey alisema kuwa hana wasiwasi wowote na kukanusha madai yote dhidi yake. Trump alimfuta kazi Comey mwaka 2016 huku uchunguzi ukiendelea kubainisha ikiwa wanachama wa kampeni ya Rais Trump walishirikiana na utawala wa Moscow kuhujumu uchaguzi mkuu wa mwaka 2016.
Namna tukisalia Marekani ni kwamba rais wa nchi hiyo Donald Trump ameitaka Uturuki kusitisha ununuzi wa mafuta kutoka Urusi ikiwa ni sehemu ya juhudi pana za kutafuta ufadhili wa nishati kwa Urusi huku vita vya Ukraine vikiendelea. Akizungumza akiwa na Rais Recep Tayyip Erdogan katika ikulu ya White House, Rais Trump alisema kwamba kusitisha uagizaji huo kungekuwa jambo bora zaidi ambalo mwenzake wa Uturuki anaweza kufanya. Victor Kenani na taarifa zaidi. Mkutano huo katika ofisi ya Oval uliisha bila makubaliano thabiti kuhusu kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Uturuki au kuiuzia ndege za kivita za kisasa aina ya F-35, ingawa Trump alionyesha matumaini kuhusu masuala yote mawili. Uturuki imezuiwa kwa miaka mingi kununua ndege za F-35 kutoka Marekani. Mwaka 2019 iliondolewa kwenye mpango wa kutengeneza baadhi ya sehemu za ndege hizo baada ya kununua mifumo ya ulinzi wa anga aina ya S-400 kutoka Urusi. Wakati wa kikao kifupi cha maswali na majibu akiwa na Erdogan Alhamisi, Trump alisema angependa Uturuki sitishe ununuzi wote wa mafuta kutoka Urusi wakati taifa hilo linaendelea na uharibifu wake dhidi ya Ukraine. We've had tremendous relationships both having to do with war and having to do with trade. Tumekuwa na mazungumzo ya kina sana yanahusu vita na pia biashara. Na nafikiri leo tunazungumzia kuhusu yote mawili. Ningependa aache kununua mafuta yoyote kutoka Urusi wakati Urusi inaendelea na hujuma zake dhidi ya Ukraine. Trump aliongeza kuwa anaamini Erdogan anaheshimiwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Urusi Vladimir Putin, na hivyo anaweza kuwa na ushawishi mkubwa kwenye vita hivi ikiwa atataka. Pamoja na India na China, Uturuki ni miongoni mwa wateja wakubwa wa mafuta na gesi ya Urusi, na takwimu zinaonyesha kuwa kiasi cha gesi ya Urusi kilichofika Ulaya kupitia Uturuki kimeongezeka kwa zaidi ya 26% mapema mwaka huu. Matamshi ya Trump yanakuja wiki chache baada ya kutangaza kuwa yuko tayari kuweka vikwazo zaidi kwa Urusi iwapo nchi wanachama wa NATO watakubaliana kusitisha uagizaji wa nishati kutoka Moscow. Mapema wiki hii katika hotuba ndefu kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Trump aliwashtumu washirika wa NATO kwa kufadhili vita dhidi yao wenyewe kupitia ununuzi wao wa nishati kutoka Urusi. Katika mahojiano na Fox News siku ya Jumatatu, Erdogan alisema kuhusu marufuku ya F-35 kuwa hadhani kama hilo linaendana na uhusiano wa kimkakati. Mkutano huu kati ya Trump na Erdogan ni wa pili wiki hii baada ya mazungumzo mafupi walioyafanya kuhusu Gaza kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa pamoja na viongozi kutoka mataifa kadhaa ya Kiarabu na Kiislamu. Erdogan pia aliishtumu Israel, mshirika wa Marekani, kwa kutekeleza kile alichokiita mauaji ya halaiki kamili huko Gaza na kumbebesha lawama waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, msimamo ambao ni tofauti kabisa na matamshi ya Trump hadharani. Hata hivyo, katika mkutano wa White House Alhamisi, marais hao wa Marekani na Uturuki waliepuka kutofautiana hadharani kuhusu swala hilo. Israel imekanusha madai ya kutekeleza mauaji ya halaiki Gaza. Naibu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vivian Van der Peer, amesema mgogoro wa sasa unahitaji majibu ya haraka na mchakato wa mazungumzo ya kisiasa. Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Goma. Akiwa ziarani nchini Kongo, naibu mkuu wa MONUSCO anaamini kwamba ni mchakato tu wa kisiasa ndio suluhisho la vita DRC. Huyo ameongeza kuwa vita haijawahi kuwa suluhisho katika nchi yoyote ulimwenguni, walakini alihakikisha kwamba inawezekana kumaliza vita na kwamba suluhisho la kijeshi linaweka maisha ya idadi ya watu katika hatari na watu wengi wanateseka, haswa wanawake, watoto wakiwa hawana hatia. Alizingatia kwamba amani mashariki mwa DRC lazima ipitie mchakato wa kisiasa. Vivian Van der Peer alijulisha kwa Umoja wa Mataifa unaendelea kuunga mkono DRC ili kupata suluhisho la hali hii ya shida ya miaka 30 nchini. Vita havijawahi kuwa suluhisho katika nchi yoyote ulimwenguni. Kuna mifumo mingine, michakato mingine inachukua muda. Kwa sababu hali ya mashariki ya Kongo kwa kweli ni ngumu sana. Kuna taarifa nyingi ambazo zinapata asili yao kutoka kwa ukoloni wa zamani. Suluhisho la kijeshi linaweka maisha ya idadi ya watu wengi hatarini. Baadhi ya raia
Familia waathiriwa wa vita mashariki mwa Kongo pamoja na baadhi ya viongozi wa serikali nchini humo wametaka MONUSCO kufanya kila linalowezekana ili kuhakikisha kuimarisha amani nchini Kongo. Didier Rumbika kutoka shirika la kijana Imara Shuhudia Maendeleo nchini pia amejulisha mtazamo wake. Kubwa MONUSCO pa anasema kweli kabisa, kwa njile ni sawa, vita ni ya mubaya sana, kutu vita ijengi, lakini kama watatusaidia kukitumua vita ishi, watakuwa wanatusaidia sana kabisa. Haya yanajiri wakati rais wa Kongo Felix Tshisekedi akishiriki mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambapo pia alizungumza juu ya mzozo wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akikemea mauaji yanayoendelea nchini mwake kama mauaji ya kimbari ambayo kwa zaidi ya miaka 30 umwangaji damu nchini Kongo unaendelea. Alikemea mamilioni ya vifo. Rais Tshisekedi alisifu kulingana na kuhusika kwa Marekani katika kutokomeza mzozo mashariki mwa DRC. Matamshi haya ya rais wa Kongo pamoja na naibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo yamepelekea wachambuzi wa masuala ya usalama nchini Kongo Amos Milonde kujulisha hapa. Kama mkazi wa Nord Kivu, mimi naona MONUSCO tangu ilifika huku ina vifaa vyote, lakini wanatuambia kwa mazungumzo ndio itamaliza hii mzozo. Mazungumzo walianza tangu zamani, sasa sisi wa raia tumeona tumechoka. Kwa taarifa hiyo